Pointi yangu nataka kuongea, shule inaweza kujenga akili ya mtoto. Wazazi nisikilize, shule inaweza kujenga akili ya mtoto, lakini wazazi ndio wanajenga moyo wa mtoto. Si kama tunajua tofauti. Shule inajenga mind, akili. Moyo wa mtoto anajenga baba na mama, hajengi mwalimu. Ndugu zangu wazazi, mtoto ni mbegu, shule ni shamba, mzazi ndio mkulima wa kwanza. Narudia, mtoto ni mbegu ambao Mungu ametupa, shule ni shamba, mkulima wa kwanza kwenye hilo shamba ni mimi, ni mzazi. Tukishirikiana wazazi, tukashirikiana na walimu, tukashirikiana na shule, tutazaa watoto wenye maarifa, tutazaa watoto wenye maadili, tutazaa watoto wenye heshima, tutazaa watoto wenye hofu ya Mungu. Lazima hiyo triangle ikae vizuri: wazazi, walimu na shule. Lazima washirikiane, lazima. Wote tunajua wazazi, mwalimu wa kwanza ni mzazi. Mwalimu wa kwanza. Mtoto anajifunza kabla hajaenda shule. Anajifunza kabla hajaenda, anajifunza kuongea, anajifunza kujibu, anajifunza heshima, anajifunza uongo, anajifunza kuomba, kusali, anajifunza maombi, anajifunza nidhamu. Vyote hivyo anajifunzia nyumbani. Kwa sababu gani? Wanasema mtoto ni kioo cha mazingira yake. Mtoto ni kioo cha mazingira yake. Ukiona mtoto hana nidhamu, ukiona mtoto hana heshima, ukiona mtoto hana uwajibikaji, mara nyingi sana kuna sehemu ya mazingira imemwathiri. Mtoto haelewi kwa maneno tu, mtoto anaelewa kwa mfano. Mtoto anaelewa kwa mfano zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo ushirikiano wa shule ni wa muhimu sana kwa sisi wazazi. Hakuna shule inayoweza kufanikiwa bila wazazi. Haipo. Hakuna shule inayoweza kufanikiwa bila wazazi. Shule bora sio majengo haya tunayoyaona tu. Shule bora ni ushirikiano uliopo kati ya walimu, wanafunzi na wazazi. Hiyo ndio inatengeneza shule bora. Hata kama walimu watakuwa bora kiasi gani, kama wazazi hawatafuatilia maendeleo ya watoto wao, na tumeona hapa, mama amesema vizuri sana, watoto wanaficha notes. Kama mzazi hatafuatilia maendeleo ya mtoto wake, kama mzazi hatafika kwenye vikao, ametuambia mlezi pale, kuna report niliandika hapa, report book, amesema zimejaa pale zaidi ya 50. Utamlaumu walimu? Kama mzazi hatafuatilia maendeleo ya mtoto, kama mzazi hatahudhuria vikao kama hivi, kama mzazi hatasoma taarifa ya shule ya mtoto wake, kama hatafuatilia tabia ya mtoto wake, nitaongelea pointi za mwisho hapa napomalizia, kama hatawasiliana na walimu, tutapata tatizo kubwa, hata kama walimu watakuwa bora kiasi gani. Tatizo la wazazi wengi, tunakuja shuleni mtoto akifeli, tunakuja shuleni mtoto akipigana, tunakuja shuleni mtoto akifukuzwa. Lakini kuuliza maendeleo ya mtoto, huo muda hatuna sasa hivi. Kushauriana kama hivi, huo muda hatuna. Kushirikiana, sisi tuna muda wa kulaumu. Ndugu zangu wazazi wenzangu, tusisubiri shule ikuite kwa matatizo pekee. Fika kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto wako.
Kama unaweza kusema amina, sema amina. Ndio yule mama alisema, wanasema walimu wote wanamjua. Simesikia alivyosema? Malezi sio kulipa ada tu. Wazazi wengi leo wamekuwa providers lakini sio present. Naomba mnisikilize wazazi, tutaongea na maliza dakika chache. Mmenipa muda mchache kidogo. Wazazi tumekuwa provider, sio present. Mtoto hahitaji pesa tu. Mtoto anahitaji muda. Mtoto anahitaji kusikilizwa. Mtoto anahitaji kuongozwa. Mtoto anahitaji kuonekana muhimu. Sasa hivi wazazi hatuna muda na watoto wetu. Mimi naelewa sababu, tunaweza tukasema tunatabidi tuwe na mjadala mwingine mkubwa zaidi. Sababu tunatafuta fedha. Tunabarikiwa, tumepata fedha, lakini tunatengeneza majambazi. Tunatengeneza wafuta bangi. Tunawatengeneza vijana wanayebeti tu, lakini fedha tunazo. Zile fedha tunakuja kuzitumia kwa ajili ya kufanya maintenance ya watoto ambao tuko nao muda. Hali sio nzuri, si kwamba wewe ni mbaya hujui kulea. La, style ya malezi imebadilika kabisa. Tutawalaumu walimu tunavyoweza. Mimi niko chuo kikuu miaka 18. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Najiuliza sijui miaka 5, miaka 10 ijayo kama tutakuwa na viongozi misi. Na ukiangalia mimi nilipokuja Dar es Salaam kwa mara ya kwanza mwaka 2003 kuja chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, nilikuja mwenyewe siji Dar es Salaam. Sasa hivi mtoto Bagamoyo analetwa na baba na mama chuo kikuu Festia. Festia analetwa na baba na mama. Anaanza, jamani muangalieni mtoto wangu, muangalieni jamani, muangalieni mtoto wangu. Watoto wengi wetu wana simu nzuri kule mtaani, wana nguo nzuri, lakini hawana ukaribu na wazazi wao. Kuna mtoto mmoja alimuuliza baba yake, hivi baba unalipwa shilingi ngapi kwa mwezi? Baba akamwambia kwa masaa. Akamwambia hebu vunja kwa siku itakuwa shilingi ngapi? Akavunja. Kwa lisaa itakuwa shilingi ngapi? Akavunja. Akamwambia mimi naomba nina hela kidogo hapa nikulipe, unipe masaa 3. Yaani nikulipe hayo masaa ili ukae na mimi tu. Sababu hamuoni baba. Kuna wababa hapa, sio hapa, sehemu zingine anapoenda wanaondoka saa 11 wanarudi saa 7 usiku. Sio hapa. Nyewe jipongezeni, mpo vizuri. Nyewe hamna shida. Jipongeze, nyewe hamna shida. Mara ya mwisho ni lini ulikaa na mtoto wako mkazungumza? Mara ya mwisho ulikaa na mtoto wako lini nusu saa mkaongea? Na anakaribia kubalee, wale wanayebalee wanayekuwa, lini ulikaa naye ukamwambia maisha yalivyo? Unajua rafiki zake, unaofahamu marafiki zake, unajua pale mtaani? Unamjua rafiki yake hata mmoja? Unajua anachopitia emotionally? Hivi unajua wengine wameshanajisiwa, wewe ufahamu, unajua? Unajua anachopitia mtoto wako emotionally? Unajua anaogopa nini? Unajua anapenda nini? Unajua ndoto zake? Ndugu zangu, tabia ya mtoto ni matokeo ya mfumo wa nyumbani. Wewe unapenda, wewe upendi. Narudia, tabia ya mtoto ni combination, ni matokeo ya mfumo wa nyumbani, sio shuleni. Watoto hawaishi kwa maelekezo, wanaishi kwa mifano. Ukimwambia mtoto usidanganye, asikuone unadanganya. Ukimwambia mtoto pombe mbaya, kamwe asije akakuona unakunywa pombe. Ukimwambia mtoto nini? Hivyo vyote utakavyomwambia mtoto haishi kwa kusikia kwa maelekezo, anaishi kwa kuona. Kuna wazazi hapa wanawaambia jamani, mpende Mungu, mpende Mungu. Yeye hajawahi kumuona baba anampenda Mungu. Anamuona baba anampiga makofi mke wake. Atampendaje Mungu? Wachaga walipolelewa wengi wenu hapa, ilikuwa kanisani ni lazima. Uongo jamani? Au msikitini ni lazima. Kama utaki kaa nje mpaka turudi. Ndio maana mtawakuta Wachaga
hata kama amelewa kanisani anaenda hivyo hivyo amelewa. Sababu toka mtoto amefundishwa kusali lazima. Utasali, jamani, uongo kweli? Utajua kupika. Ndivyo watoto wa Kichaga mlivyolelewa wengi wenu. Ndio maana wengi wanaolewa na wengi wana maisha mazuri na wanaoa vizuri. Sisi Wanyaturu hatujajua kulea vizuri watoto wetu. Wazazi wanapaswa kuwa mfano wa uaminifu kwa watoto. Leo nimetoka mahali kwenye jumuiya moja nilikuwa nahamasisha asubuhi. Nilikuwa natania Wakatoliki. Wao wametoka wadogo wamefundishwa kutoa change kanisani. Toka wadogo. Yaani noti, anajua Mungu ana allergy na noti. Kwa hiyo anakuwa mtu mzima, akipata kazi akijitahidi kutoa noti 1,000. Ila amejifunza kwa sababu anamwambia mtoto, hamna change ile baki hapo. Angalia, mtoto angalieni kanisani ni mabaki. Nenda kwa madhehebu mengine kama utakuta change. Sio kwamba wanafanya kazi sehemu zingine. Sisi tumeanza kulelewa kumdharau Mungu toka wadogo. Utakuja kulaumu maisha huko bure. Wewe unayemfundisha, kwa hiyo mtoto anajifunza. Kwa hiyo mwanangu anajua sadaka ni noti tena nyekundu. Ndio anajua sadaka kwa miaka 3. Kwa hiyo kama sio nyekundu anajua hiyo sio sadaka. Huyo amelelewa na nani? Nani amemfundisha hiyo nidhamu? Mzazi. Sio mwalimu. Watoto wanasikia kwa masikio lakini wanajifunza kwa kuona. Wanajifunza kwa macho. Ukitaka kumwambia upendo auone. Ukitaka kumwambia acha tabia mbaya aone hauna tabia mbaya. Sasa wewe ni mlevi unamwambia hutaki mtoto, watoto hamna kulewa. Profesa wangu mmoja anampenda sana. Yeye anakunywa pombe ila anasema hamna mtoto wewe kumuona amelewa. Na hakuna bia inaingia nyumbani kwake. Lakini anakunywa. Huyo anajua maana ya malezi. Wewe unajua maana ya malezi. Sisi bado tunafanya mchezo. Sio sisi hapa, naongelea sehemu zingine. Nyie mpo vizuri. Jipigeni makofi. Nyie hamna shida. Nyie hamna shida. Jamani, mbona mjipigi makofi jamani? Nyie mpo vizuri sana. Ndugu zangu, naomba niwaambie, na mimi ni mzazi. Naomba niwaambie ukweli. Shule haiwezi kurekebisha kila kitu. Kuna mzigo mkubwa sana sasa hivi naona kwenye jamii umehamishiwa shuleni. Malezi wameachiwa walimu. Nani kakwambia? Nidhamu wameachiwa walimu. Sasa pale kuna mwalimu wa nidhamu, nyumbani yupo. Nani ni mwalimu wa nidhamu pale nyumbani? Lazima kuwepo na mwalimu wa nidhamu nyumbani, sio shuleni. Si ndio? Dada wa kazi ndio mwalimu wa nidhamu. Yeye mwenyewe hajalelewa. Atakulelea mtoto wako? Tumehamisha mizigo shuleni. Jamani, sijasema sio mbaya, tunalipa ada na mimi nalipa ada. Lakini kuna kitu nakiona kimeharibika mahali. Kama jamii hatutakiongelea, hatutapata kizazi kipya. Na wanayotakiwa kuanza kubadilika ni sisi wazazi. Tumetupa mzigo wa nidhamu shule, wa maadili shule. Hata mambo ya msingi kabisa ya tabia tumeachia shuleni. Walimu hawawezi kuchukua nafasi ya wazazi kikamilifu. Nakwambia hawawezi, sababu hawajamzaa. Narudia, mwalimu hawezi kuchukua nafasi ya kwako. Hawezi. Hajamzaa huyo mtoto. Na mdada wa kazi hawezi kuchukua. Anayeweza kuchukua nafasi ni nani? Baba na mama aliyomleta duniani. Mtoto anachokiona nyumbani kila siku kina nguvu kuliko somo analofundishwa darasani. Mzazi akiwa chanya kama alivyoongea baadhi ya watu hapa. Mimi nimesikiliza mambo hapa nikaogopa kufungua shule. Nilikuwa na mpango wa kufungua shule. Mmeniogopesha leo. Hivi haya magari kumanage hizo trip hizo. Ukiachwa kidogo mama anapolalamika. Wewe mwenyewe ulishaachwa. Najua Afrika tumezoea kuna kitu wenzetu wanaenda kwa time. Si mnafahamu jamani? Yaani kama umeachwa ni wewe, beba hilo jukumu, makosa ni yangu. Mnanielewa jamani? Sisi hata ukiwa na gari lako wewe mwenyewe wewe unachelewa. Sasa nimeogopa hapa akasema ule mkakati wa Life Rise Academy itabidi niusitishe kidogo. Nijipange. Lakini kama mimi maisha yangu mwenyewe nashindwa kwa control, uwe na wanafunzi 1000 sio kitu kirahisi. Wanajitahidi sana. Naomba mwapige makofi. Wanajitahidi sana. Sio kazi. Yale mliyosema ni ya kweli kabisa na watafanyia kazi na nimependa majibu yake. Kwa hiyo ndugu zangu, wazazi tunapaswa kulinda heshima ya shule yetu. Na mimi nawaambia, nimeongea na wafanyakazi hapa. Mnakumbuka Niliwapiga manyundo ya kutosha.
Kwa kweli Queen of Angels, miaka 3 ijayo tutakuwa juu sana, itakuwa juu sana sana. Na nimepata nafasi ya kuongea na wazazi. Hilo ni bomu tunalitengeneza. Hii shule itakuwa bora sana. Sababu kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Walimu wasimame kwenye nafasi yao. Wazazi na sisi tusimame kwenye nini? Nafasi yao. So ni jukumu la wazazi kulinda heshima ya shule. Ni jukumu la wazazi kushirikiana katika maendeleo. Ni jukumu la wazazi kuombea pia hata shule yetu. Wewe Muislamu iombee shule kidogo asubuhi. Si ndio jamani? Na jioni, ili kwa ajili mafanikio jamani, sio akili tu. Tunamhitaji pia na nani jamani? Na Mungu. Iombee shule yako. Mtoto wako anasoma pale. Ombea mazingira ya shule. Si ndio? Ongea ulinzi wa pale, walimu. Ni jukumu lako. Mtoto wako yuko pale. Mtoto wako yuko pale. Ombea walimu, si ndio? Watie moyo walimu. Watie moyo. Toa mawazo ya kujenga shule yako. Toa mawazo ya kujenga shule ambayo mtoto wako anasoma. Wewe ni sehemu, ni part and parcel ya shule. Niliwaambia walimu siku ile, nyinyi ndio mnabeba maono ya shule. Namalizia, wazazi wenzangu, tusilee watoto wenye vyeti pekee. Tulee watu ambao wamejaa hekima na nidhamu. Wazazi sasa hivi mnaangalia tu A, na hilo ni janga lingine. Sababu wazazi wanapenda A, haangalii nidhamu, haangalii mtoto wake maendeleo mengine, anaangalia na hii zote. Mtoto wangu ana akili, anajisifia mtoto wangu ana akili. Wakati hana nidhamu, mtoe pale aende mtaani uone kama atafanya chochote na A zake. Sasa hatutakiwi tujenge tu nini jamani? Vyeti. Tunatakiwa tutoe watoto ambao watakuwa na hofu ya Mungu, tutoe watoto ambao watakuwa na maadili, tutoe watoto ambao watakuwa na nidhamu. Hao ndio jamii inawataka. Nitoka kuongea na wanafunzi wa chuo kikuu juzi, Jumanne si Jumatano. Tunahitaji sasa hivi watoto wenye maadili, na ni wachache sana. Wazazi lazima turudi kwenye nafasi. Dunia imejaa watu wenye elimu kubwa, lakini wamejaa rushwa, wamejaa kukosa maadili, wamejaa kukosa uwajibikaji, lakini wana vyeti vizuri. Ndugu zangu, mafanikio bila maadili ni hatari. Akili kubwa pasipo maadili ni bomu. Mwisho kabisa, watoto wa sasa wanahitaji malezi ya makusudi. Yaani si kama intentional. Yaani lazima uweke malezi ya makusudi. Kwa sababu gani? Tunalea watoto kwenye dunia tofauti na tulipolelewa sisi. Narudia tena mnielewe. Tunalea watoto kwenye generation tofauti kabisa. Yaani ukirudi miaka 5, 10 iliyopita, tofauti sasa hivi na mtoto sasa hivi. Wanajua mambo ambayo wazazi hatujui. Wana hizi simu ambazo sisi hatukuwa nazo. Wana ChatGPT, wana Instagram, wana Facebook. Zamani nakumbuka mimi wakati niko chuo ile mwaka wa kwanza, tulikuwa tunaenda kwenye internet cafe kutafuta internet nusu saa shilingi 500. Jenzi wa zamani mnanikumbuka hilo jamani, si ndio? Unaenda kwenye internet cafe, unatafuta taarifa uenda au kujibu email, si ndio? Unaenda kwenye internet cafe, unalipia 500. Ni juzi, yani haijazidi miaka 10. Sasa hivi anaye mfukoni. Yani chumbani kabla ya kulala, anaingia YouTube, ana picha za pornography, wewe uzijui. Mimi nakwambia, uzijui. Na sisi, tena mimi hapo sio mlezi mzuri. Ndio maana nimesema nikaoa Mchaga. Mimi kidogo na kauruma. Hii simu mtoto wangu anashika, lakini ya mama yake haijui. Anasema anaita simu ya teacher, lakini sio mwalimu. Ni Mchaga tu. Anasema simu ya teacher. Ya kwangu na muoneonea huruma, ya mama yake agusa. Atagusa ya kwangu lakini sio ya mama. Kwa nini? Tunalea, ndugu zangu wa baba mlioko hapa, wa mama mlioko hapa. Malezi tunayelea sasa hivi ni tofauti. Miaka 5 iliyopita. Tunabidi tulee, ndio nikasema kwa makusudi. Intentionally. Yaani ulee kwa makusudi. Kwamba naweka mkakati. Kila jioni. Kama umebanwa sana, unarudi usiku, mnakaa mbali, unafanya kazi posta. Weka weekend ya kukaa na mtoto wako. Intentionally. Sitatafuta tu pesa kule Kariakoo nijaze benki wakati sijui maendeleo ya mtoto wangu. Hiyo ni intentional malezi kwa intentional, kwa makusudi. Vijana wako kwenye mtandao.
Vijana wako wana pressure. Kuna confusion ya identity sasa hivi, si ndio? Kuna confusion ya kujitambua, kuna confusion ya moral decay. Hali ya maadili imeporomoka kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Wanajilinganisha. Mmeona juzi nilikuwa naonyesha watoto wa vyuo vikuu, wanafunzi waliojinyonga. Wanafunzi mwaka wa pili anajinyonga. Kwa nini? Anajifananisha na watoto wengine. Amekuja chuo, ametoka familia ya kimaskini, anakuta mtu ana iPhone 17, yeye ameletwa hata sio na baskeli, alafu kila siku asubuhi analetwa na Range Rover inapakiwa pale. Hajafundishwa kwamba anaenda sehemu ambayo kutakuwa na uhuru. Na kule chuo hakutakuwa na walimu. Hutamlaumu mwalimu. Sasa hivi tunamlaumu. Kule chuo hakuna, mimi sijui mwanafunzi anaingia saa ngapi. Alale guest, alale aolewe, mimi sijui. Mimi naingia kufundisha. Kama hujamlea huku juu chini kujua kwa hofu ya Mungu, umetengeneza bomu. Sasa mwalimu utamtetea. Mimi huwezi kuja kusema mwanafunzi wangu sijui alipolala. Kule hakuna ukuta. Hakuna chochote. Kama ukumlea kwenye hofu ya Mungu, umetengeneza bomu. Hauna wa kumlaumu. Atakuja na mimba. Sio wakati tunasoma kule mtakubaliana na mimi. Mimi nimesoma miaka 4 ya kuwa na mtu mjamzito. Sasa hivi first year, second year mimba. Sababu amekuta uhuru ambao haukuwepo. Mimi ile hofu yangu nilipoona malalamiko mengi ya maadili nikaogopa. Nikasema wazazi hawajaelewa bado kinachoendelea kwenye ulimwengu. Hali sio nzuri. Kwa sababu ya mambo yanayopitia. Si kwamba hata sisi hatujui kulea. Hali tu ndio iko. Mama unampiga mtoto lakini haeleweki. Ndugu zangu, tutafute hela. Lakini kama Mungu amekupa mtoto ni wa kwako. Narudia. Utasema mbona nalipa ada? Ada anaenda kufundishwa akili. Moyo unaufundisha wewe. Hivyo ndugu zangu, malezi ya zamani ya mtoto atajilea tu hayatoshi tena, yamepitwa na wakati. Wazazi wanapaswa kuwa karibu na watoto wao. Mimi kabla hajaamka asubuhi lazima nimwekee mikono. Akirudi namwekea mikono. Wazazi tuko. Kama umenielewa mpigie Mungu makofi kama umenielewa. Nimalize. Mmeniambia muda mchache. Mmeniambia muda mchache. Naona mwalimu sasa. Nilijua nusu saa ilitosha. Yaani mimi najua. Nimalizie na story moja ambao huyo mtu alinisaidia sana. Kuna mtu anaitwa Ben Castle. Wangapi wameshamsikia Ben Castle? Asante. Hicho nilisoma kitabu chake viwili nikiwa form 2. Kakaangu aliniletea. Kimoja kinaitwa Think Big, kingine kinaitwa Big Picture. Sasa kuna kingine tena nilikuja kusoma baadaye nilikuwa chuo kikuu, kinaitwa Gifted Hands. Sasa Think Big kinaeleza huyu Ben Castle ana kaka yake. Sikumbuki jina lake, lakini yeye ni rubani. Sasa alilelewa bila baba. Mama alimwacha, ni single mother, ni wa Marekani, Black America. Mama yao alikuwa hajasoma hata darasa la 7. Anafanya kazi za ndani. Mama ana watoto wawili ameachiwa. Ndio mama mimi nawapenda sana akina mama. Mimi naheshimu sana akina mama. Mimi mwenyewe nimelelewa, si tupo timu ya mpira 11. Nimelelewa na mama. Sisi mama, mjipigeni makofi akina mama. Mimi nawapenda. Nyie mtupi watoto kama sisi. Ben Castle akalelewa na mama. Mama hajasoma. Akaanza kumwambia. Na Ben Castle akawa wa mwisho darasani. Wakawa anamuita dampu, si ndio? Litoto ambalo halina akili. Ni Black America lenyewe, wengine wote wazungu. Weupe. Mama yake wakawa shuleni akitaka kujibu wanamcheka. Foka anakaa nyuma kule kenyewe. Nataka nikwambie nguvu ya malezi. Kanakaa kenyewe kamejificha hivi. Kuna siku mama akamwambia, watoto wangu, nyinyi mna akili. Kuanzia leo TV mtakuwa naangalia lisali moja siku ya Jumamosi. Ukitoka shuleni, pitia library, andika summary ya ulichokisoma, alafu uniletee. Watoto wakaanza, wanapitia wapi? Library. Wanaandika summary, wanamletea mama. Mama anajifanya anapitia, hala hajui chochote. Anapitia, anambia safi sana. Hajui chochote kilichoandikwa sababu hajasoma. Watoto wameenda vile. Siku moja Ben Castle waliosoma vitabu anajua, likaulizwa swali darasani. Alipoulizwa wote wakashindwa kujibu, akanyanyua mkono yeye. Akajibu swali jambo ambalo alilisoma jana library. Akapigiwa makofi. Kuanzia pale
Ben Kaso akabadilika, maisha yake akabadilika. Akiwa na miaka 33 alikuwa profesa, sio story. Akawa profesa wa neurosurgery, upasuaji wa ubongo. Alikuja mpaka Zimbabwe hapa. Zimbabwe kupasua ubongo watoto. Amekuwa waziri kwenye kipindi cha huyu Black America mwingine nani? Obama. Alikuwa waziri wa mambo ya nyumba. Ben Kaso. Kuna kipindi fulani alitaka kuletwa hapa Tanzania, ikawa kumleta kwa lisali moja ni milioni 100. Aje kuongea tu. Mtu ambaye alionekana hana akili, lakini malezi ya mama yake, sio walimu, ni nani? Yakasababisha kutengeneza profesa. Wazazi tuna nguvu kubwa sana kuliko wale walimu. Na waambie wale watawafundisha watoto akili, jukumu la kutengeneza moyo ni la kwetu. Kama tukiwaachia walimu tukaacha kutimiza nafasi. Sijasema msielewe vibaya. Mambo ya usafiri, mliojadili mambo mazuri kabisa, si ndio jamani? Kwa ajili ya maendeleo ya shule. Lakini usije tabia za mtoto eti walimu ndio anajua wewe usijui. Wewe ndio umezaa. Wewe ndio una uchungu mama. Wewe ndio ulienda leba. Jukumu la kulea. Wao walimu watupe akili, watufundishie akili za watoto, lakini jukumu la malezi ni la kwangu. Naomba ujipige hivi, ni la kwangu. Hivi na siku ya mwisho Mungu atakuuliza wewe, hata muuliza mwalimu. Atakuuliza wewe. Siku ya mwisho utaulizwa nani? Wewe. Kuna baba hapa ananiangalia, hamjui hata sura mtoto wake. Yaani uko wapi? Yaani anashangaa ninachoongea, humjui. Kwa badilika kuanzia leo. Pata muda na mtoto wako, si ndio jamani? Tunajua tunafukuzana na masuala ya uchumi. Mimi niliacha kazi mwaka jana, kazi ya chukuu kabisa. Kwanza ilikuwa ni hilo, siamini kwamba wote tunaajiriwa. Nishamwambia mke wangu miaka 10 iliyopita. Yeye anatoka saa 12 kamili, anarudi saa 2 usiku kila siku. Na mimi nitoke hivyo kweli? Tunatafuta hela tupelekeane. Yaani hizo hela tunataka zijae kwenye nini? Mbona zinatosha hata sasa hivi, hata sili sukari, sio kwamba naumwa, ila kuna vitu sili sijala toka. Hizi nazitaka zijae ziende wapi? Halafu familia ianguke. Mtoto wangu apotee kisa tunatafuta hela. Si mnafahamu wa Zanzibar kule? Wazanzibar wake zao wafanye kazi. Sijakwambia usifanye kazi na hiyo ni mada nyingine. Ila nataka kuambia swala la ulezi. Na mama, kama una kazi unalea mtoto, hiyo ni kazi. Asikudanganye mtu. Hiyo ni kazi. Kuna notion tunaanza kupewa duniani eti kama unalea watoto, una watoto 3 unalea. Hiyo sio kazi jamani. Hiyo ni kazi kubwa. Fanya kwa moyo wote, hiyo ni kazi. Na baba, kama mke wako ana kazi useme ana kazi ya kukulelea watoto. Mbona mpigi makofi? Basi naomba niishie hapa. Mungu awabariki sana wazazi wote. Mungu aibariki shule izidi kusonga mbele kabisa. Na ito Mwalimu Kanuti kama alivyosema ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini sio neno la Mungu. Ni mwalimu wa mambo ya soft skills zote.